Ilikuwa ni jioni tulivu katika kijiji cha Mtoni. Jua lilikuwa linatua likimwaga mwanga wa dhahabu juu ya paa za nyumba za mitaa ile yenye vumbi. Basi mama mmoja mzee hivi, kama ilivyo kawaida yake, alipenda kukaa kibarazani huku akila chakula chake cha jioni. Alikuwa na desturi ya kutandika mkeka wake pale mlangoni, akaweka sahani yake pale ya chakula chake, anakaa anakula. Basi alikuwa anafanya hivyo na kando yake anaweka kipochi chake, huku akiwa anafurahia upepo mwanana wa jioni. Basi siku hiyo alijiandalia chakula chake anachokipenda, wali, samaki wa kukaanga na kachumbari. Wajukuu wake walikuwa wakimzunguka pale wakicheza huku wakicheka kwa furaha. Hakuwa na haraka, kwani kwa miaka mingi alipenda kula huku akitazama watoto wake ama wajukuu zake wakiwa wanacheza pale na kuwasalimia majirani waliokuwa wakipita. Lakini usiku huo mambo yalichukua hali mbaya, yalienda ndivyo isivyo, tofauti na vile alivyokuwa amezoea miaka yote. Basi siku hiyo sasa akiwa yuko hapo kibarazani. Wakati mzee huyo ndio yuko katikati ya kula, upepo mkali ulivuma na kupeperusha vumbi kutoka barabarani. Vumbi lilitua juu ya chakula chake. Lakini hakujali sana. Akajisemea, kidogo tu, hakina madhara, ngoja nitoe tu sehemu ambayo imechafuka. Alijisemea huku akiendelea kula. Hakujua kuwa vumbi hilo lilikuwa na vijidudu hatari vilivyotokana na uchafu wa mitaani na mifereji iliyojaa maji machafu. Baada ya muda mfupi, nzi nao akaanza kuzunguka katika chakula chake. Alijaribu kuwafukuza kwa mkono wake dhaifu, lakini walikuwa wengi sana. Alijaribu kupuuza, akiamini kuwa walikuwa ni wa kawaida tu, kama ilivyokuwa kawaida siku zote. Basi hakujua kuwa baadhi ya nzi hao walikuwa wametoka kwenye jaa la takataka lililokuwa karibu na pale, na wakiwa wamebeba bakteria wakali. Basi wakati huo huo, kundi la vijana waliokuwa wanapita njiani walimuona akiwa amekaa pale kibalazani peke yake siku hiyo. Walikuwa na nia mbaya, wakanyemelea, wakamnyatia kimya kimya. Walijifanya wanapita tu, lakini kabla hata hajagundua, mmoja wao alinyakua pochi yake iliyokuwa pembeni yake na kutokomea nayo kwa kasi sana katika giza. Mzee yule mama alishangaa, akajaribu kupiga kelele, lakini kwa uzee wake, sauti yake haikuwa na nguvu ya kuweza kuita watu hata waje kwa ajili ya kuwakimbiza hao wezi. Kwa hiyo wale wezi walifanikiwa kuondoka na pochi yake bila kukamatwa. Usiku sasa ulipokuwa unazidi kuingia, mama yule akajisemea, ngoja nile haraka haraka niingie ndani nimalizie kwanza kula. Lakini akiwa anaendelea kula haraka haraka, upepo nao ulianza kuvuma kwa nguvu zaidi. Matawi ya mti yalikuwa yakitikisika kana kwamba yalikuwa yanaonyesha uhai wake. Giza lilizidi kutanda na sauti zisizoeleweka zilianza kusikika kwenye vichaka vilivyokuwa karibu na nyumba ile ya mama mzee. Basi akiwa bado na hofu ya kuibiwa, alijaribu kuendelea kula chakula chake haraka haraka, lakini ghafla mbwa wa kijiji nao wakaanza kubweka bila sababu. Alipohisi baridi kali ikipenya mfupa wake, moyo wake ulianza kumwenda mbio. Anaona unadunda kweli. Ghafla alihisi kana kwamba hakuwa peke yake mahali pale. Kuna imani katika kijiji kile cha Mtoni kwamba kula nje wakati wa usiku kunaweza kumvutia mzimu na mapepo wanaotembea gizani wakitafuta roho dhaifu. Wazee wa kijiji waliwahi kusema kuwa kuna viumbe wa giza wanaopenda chakula cha binadamu au wanapenda wanadamu wenyewe, na wanapopata nafasi wanaweza wakajipenyeza na kuingia ndani ya hao wanadamu. Kwa hivyo ni jambo la hatari sana kula nje. Lakini bibi yule alipuuza, akaona hizo ni imani tu kama imani zingine. Basi mama mzee alianza kusikia sauti ya mtu aliyenong'ona nyuma yake. Aligeuka haraka
lakini hakumwona mtu yeyote. Alijikaza na kujipa moyo kwamba huenda ilikuwa ni mawazo yake tu. Basi akaendelea kula haraka haraka, lakini kabla hata hajakamilisha wazo lake hilo, mkono wake ulipoteza nguvu. Kijiko kilimponyoka na kuanguka chini. Kichwa chake kilianza kuzunguka na ghafla alihisi kana kwamba mwili wake ulikuwa mzito mno, yaani kama kuna kitu limemuingia mwilini. Basi alihisi uchovu wa ghafla, kana kwamba nguvu zake zote zilikuwa zinamwagika kama maji. Kijana wake au binti yake wa mwisho anayeitwa Asha alipotoka nje kumwangalia, alikuta mama mzee akiwa ametulia kama aliyepigwa na ganzi hivi. Alipomshika mkono alishtuka kugundua kuwa ulikuwa baridi kama jiwe. Bibi, una nini?" Asha alipiga kelele kwa hofu. Mama mzee alimtazama kwa macho yaliyojaa giza lisiloelezeka. Kisha akasema kwa sauti isiyo ya kwake, sauti nzito na ya kutisha. Akasema, "Njaa, chakula, cha giza." Asha kuona vile aliogopa. Asha alirudi ndani mbio, akawaita majirani na mzee wa mila wa kijiji. Babu Masumbuko alipofika pale alimtazama mama mzee. Alitingisha kichwa na kusema, "Hii ni kazi ya mizimu ya usiku. Alikula nje huyu wakati wa giza na sasa roho za njaa zimemuingia." Babu Masumbuko alifanya matambiko ya kitamaduni, akitawanya majani yake yenye harufu kali na kupiga mluzi wa ajabu hewani. Basi baada ya muda mfupi, mama mzee alishtuka na kupumua kwa nguvu kweli, kama mtu aliyekuwa ametolewa katika usingizi mzito wa hofu. Basi alipoamka hakukumbuka mengi, lakini alihisi uchovu wa ajabu mwilini mwake. Lakini hapa tunapata fundisho pia. Tangu siku hiyo, hakukuwa na mtu aliyesubutu kula nje usiku katika kijiji cha Mtoni. Mama mzee alipona, lakini alibaki na hofu kubwa ya usiku huo wa kutisha. Alieleza kwamba alihisi kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinamnyemelea alipokuwa anakula nje. Kitu kisichoonekana kwa macho ya kawaida. Basi hadithi yake iliwafanya wanakijiji kuwa makini zaidi na kuheshimu maagizo ya wazee kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu maisha, hasa wawapo pale katika kijiji chao cha Mtoni. Basi baada ya hapo sasa, baada ya mambo hayo kwenda hivyo, hadithi ile ilifika mbali hata kwenye vijiji vya mbali, na wanakijiji walikuwa waangalifu sasa. Ilisemekana kwamba mapepo wa usiku wanatafuta sana miili dhaifu ya wale wanaoshindwa kuheshimu mipaka ya mwangaza na giza. Kwa hiyo, ikiwa kuna jambo ambalo wanakijiji wa Mtoni walijifunza, ni kwamba chakula ni baraka, lakini kula katika sehemu zilizo sahihi kunaweza kuwa ni mwaliko wa majanga yasiyoelezeka kama kitaliwa sehemu ambazo si sahihi. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwaheri.